Machungwa juu ya mikakati ya kukuza uchumi wa wakulima wa zao hilo. Ninaamini nataka kufahamu kwa undani kuhusiana na habari hii. Jacqueline, kwako tafadhali tufahamishe zaidi. Asante sana studio na mtazamaji wetu wa habari za saa katika wilaya hii ya Muheza katika mkoa wa Tanga. Tutakwenda kuzungumza moja kwa moja hapa na kaimu afisa kilimo, mifugo na uvuvi. Tutajikita zaidi kwenye swala zima la namna ambavyo wanasaidia wakulima hasa wa machungwa katika wilaya hii ambayo pia ni miongoni mwa wilaya ambazo zinaongoza kwa uzalishaji wa mazao ya machungwa. Kwanza hongereni na poleni kwa jukumu makubwa. Asante sana mtangazaji. Hali ikoje katika wilaya hii? Hali kimsingi ni nzuri. Tunashukuru kwanza hali ya hewa inaturuhusu uzalishaji wa machungwa, lakini pia ni mazao ambayo kimsingi yana manufaa makubwa sana kwa wananchi, lakini halmashauri kwa ujumla, kwa sababu halmashauri pia inapata mapato mengi kupitia zao hili la chungwa. Lakini mwananchi ama mkulima mmoja mmoja wananufaika kweli na zao hili? Kwa kiasi fulani ananufaika kwa sababu ni moja ya zao ambalo linawapa zao la kibiashara. Kwa hiyo linauzwa, ni zao ambalo kimsingi ndio zao kuu ambalo limetawala kibiashara kwa halmashauri ya Muheza. Kwa hiyo wanapata kipato. Baadhi ya wananchi wanaendelea kulalamika juu ya upatikanaji wa masoko ya uhakika, hasa yale ambayo pengine wakulima wangeamua wao ndio wapange bei ya zao lao. Hili limekaaje? Ni kweli bado tuna changamoto ya masoko ya uhakika. Soko lipo, ila tuna changamoto kwa na soko la uhakika. Na kimsingi hapa ni mfumo wa soko. Jinsi gani ya kufika sokoni, kwa sababu kimsingi soko liloko sasa hivi ni soko huria, kwa maana kwamba wafanyabiashara wanakwenda kwa wakulima, wanaweza kununua moja kwa moja. Kwa tunachokipambania sasa hivi ni kuhakikisha kwamba wakulima wanakuwa na nguvu ya kuingia sokoni pamoja. Kwa sasa hivi tunaelekea kushirikiana na Wizara ya Kilimo na Kopra, mamlaka ambayo inashughulika na mabodi ya mazao sio kwa mazao mchanganyiko, nafaka na mazao ya viungo na matunda. Tunaelekea kutengeneza mfumo ambao utawasaidia wakulima kuingia sokoni kwa kiwa na nguvu moja, na hasa sasa hivi tunategemea, ambao wizara tayari imeshatenga budget na mwaka huu wa fedha tunategemea kujenga vituo vya kukusanya mazao ya machungwa, ambao ni sehemu watakutana na wafanyabiashara, wakulima na madalali, ambao sasa hiyo itawajengea uwezo wa wakulima wa kuingia sokoni. Badala ya mfanyabiashara kwenda kwa mkulima moja kwa moja, kutakuwa kuna sehemu ya kukutana na kuweza kubageni bei na kuwa na bei pamoja. Ni hatua kubwa. Itakuwa ni hatua kubwa sana, ambao of course ndio serikali inaipambania sasa hivi, pia kupitia vyama vya ushirika vile vile kuhakikisha kwamba wakulima wanakuwa na nguvu ya kuingia sokoni. Mbali na machungwa, mazao gani pengine tena mnajivunia nayo katika wilaya yenu? Kwa mazao ya biashara tuna almost mazao 11 ya kibiashara. Tuna mazao ya kimkakati, tuna zao la mkonge katani ambalo umezoea kulifahamu, lakini tuna zao la korosho, lakini tuna zao la mazao ya viungo, ambao sasa hivi kimsingi leo yamekuja kwa kasi sana, ambao tuna mazao ya karafuu, tuna zao la iliki, lakini tuna zao la mdalasini, tuna zao la pilipili manga, tuna zao la kokoa ambalo nalo sasa hivi kwa kweli linafanya vizuri sana. Hayo ni mazao ambayo ya kibiashara ambayo yanafanya vizuri sana kwa sasa hivi. Unawaambia nini ya Tanzania ambao wangependa pengine kuja kufanya shughuli hizo na kufanya biashara ya mazao haya ambayo umeyataja hapo? Cha kwanza tunawakaribisha na wawekezaji, kwa maana ya kuwekeza kwenye kupanda kuanzia kwenye mashamba, lakini kuweka viwanda vidogo vidogo ambavyo baadhi tayari vipo. Lakini la tatu, tunapenda kuambia kwamba tunao mazao mengi ya kibiashara ambao tunawakaribisha wawekezaji na wafanya biashara. Tunao, lakini bado tunawahitaji zaidi ili kuongeza chachu, hasa kwenye mazao ya viungo, lakini pia kwenye machungwa, korosho na katani na kakao. Nikushukuru sana kwa muda wako. Nashukuru sana mtangazaji. Asante sana. Jijini Tanga tunasema hatuna la ziada. Mimi ni Jacqueline Slem, mwenzangu Goodluck Kibaruti kwako studio tafadhali. Jackie, asante. Uwekezaji wa machungwa yako kwa wingi. Ni mwisho wa habari za saa kwa sasa. Kipindi Maisha ni Nyumba kitafuata hivi punde.